Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Serikali ya umoja wa kitaifa SUKI iliyokwama kuundwa visiwani Zanzibar tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana iko mbioni kurejea tena, imefahamika. Taarifa kutoka ndani ya kamati ya mazungumzo ya maridhiano yanayosimamiwa na marais wastaafu wa Zanzibar Aman Abeid Karume na Dr. Mohamed Shein zinaeleza kuwa maeneo yaliyosababisha mkwamo yameanza kupatiwa ufumbuzi. Tunaelekea kuzuri. Tunachoangalia ni maslahi ya wananchi, sio maslahi ya vyama vyetu, ameeleza kiongozi mmoja mwandamizi wa Chama cha Mapinduzi CCM aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina lake. Amesema sio kazi rahisi, lakini tunasonga mbele. Wenzetu ACT Wazalendo wamekuja na mambo mengi, tumeyachambua na kuyazingatia. Ninachoweza kusema mpaka sasa, kimsingi tumekubaliana kwenye maeneo mengi ya msingi. Kupatikana kwa taarifa kuwa mazungumzo ya kisiasa visiwani yanayolenga kunasua serikali ya umoja wa kitaifa sasa yanaelekea kuzuri. Kumekuja wiki moja baada ya rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa CCM visiwani Dr. Hussein Mwinyi kunukuliwa akisema chama chake kiko tayari kushiriki katika kuunda serikali hiyo kwa maslahi ya wananchi. Akizungumza na viongozi na wanachama wa chama hicho huko Mahonda, mkoa wa Kaskazini Unguja, Jumamosi iliyopita, Dr. Mwinyi alisema CCM itaendelea kusimamia kwa umakini na busara mchakato huo, huku ikilinda maslahi ya chama na taifa. Mazungumzo yanayolenga kunasua serikali ya umoja wa kitaifa visiwani yametokana na hatua ya chama cha ACT Wazalendo kugoma kutambua matokeo ya uchaguzi mkuu wa rais wa Zanzibar, kwa maelezo kuwa uchaguzi huo ulitawaliwa na wizi wa kura. Mbali na Karume na Shein, mazungumzo hayo yanawashirikisha Dr. Mwinyi CCM, Othman Masudi mwenyekiti wa ACT Wazalendo, Juma Duni Haji mwenyekiti mstaafu wa chama hicho na Omar Said Shaban mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo. Kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 2010, kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa ni takwa lililotajwa katika ibara ya 9 kwenye mabano 3 ya katiba hiyo. Inasema muundo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar utakuwa wa umoja wa kitaifa na utendaji wa kazi zake utafanywa katika utaratibu utakaohakikisha kunaendelezwa umoja nchini na lengo la kufikia demokrasia. Chama cha ACT Wazalendo ndio chenye sifa ya kuingia kwenye serikali kutokana na matokeo ya uchaguzi uliopita. Miongoni mwa yanayotajwa kuwa yanafanywa kazi ni pamoja na mfumo wa uchaguzi, utawala na uendeshaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kutoka juu hadi chini na mifumo ya mahakama. Mtoa taarifa anasema Rais Samia Suluhu Hassan anatoka Zanzibar. Asingependa kuona huku kuna fukuta na kule kuna fukuta. Anakuwa amepoteza uhalali wa kisiasa. Ndio maana anasukuma angalau Zanzibar kutulie ili aweze kuwa na nguvu ya kushughulikia changamoto zilizoibuka bara. Naye katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Zanzibar, Hamisi Mbeto Hamisi, ameliambia gazeti hili kuwa mazungumzo yanakwenda vizuri na kwamba walichokubaliana hadi sasa ni ajenda za kinachobishaniwa. Wenzetu wamekuja na mambo mengi sana. Yapo yanayohitaji mabadiliko ya katiba na mengine yanayohitaji mabadiliko ya kisheria. Lakini yapo yanayohitaji mamlaka ya rais wa Zanzibar. Yote hayo tumeyachukua, tumeyachambua na tunaendelea kuyajadili, alieleza. Akaongeza, mathalan kuondolewa kwa kura ya mapema kunahitaji kufanyiwa mabadiliko ya sheria ya uchaguzi wa mwaka 2018. Mambo ya watendaji serikalini kumetajwa kwenye katiba kuwa ni mawaziri na naibu mawaziri na makamu wa kwanza au pili wa rais. Kufanyiwa mabadiliko haya na kuongeza mengine kutahitaji mabadiliko ya katiba. Anasema, lakini kwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Samia Suluhu Hassan ameahidi kwenye kampeni zake za uchaguzi mkuu uliopita kwamba ataleta katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano, ujio wote wa katiba muungano utaifanya katiba ya Zanzibar kufanyiwa mabadiliko kwa kuwa katiba ya Zanzibar ni sehemu ya katiba ya muungano. Kwa upande wake, Salim Bimani, msemaji wa ACT Wazalendo, alipoulizwa maendeleo ya mazungumzo hayo haraka alisema, kwa sasa siwezi kuzungumza lolote. Mwenyekiti wangu Othman Masud Othman ndio mwenye mamlaka kulisemea, mtafute. Hadi gazeti linakwenda mitamboni juzi Jumanne imeshindwa kumpata kiongozi huyo. Bali Ismail Jusa Lavu, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar,
aliwahi kuliambia gazeti hili takriban mwezi mmoja uliopita kwamba kilichosababisha chama chake kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ni kutaka kufanyika kwanza mabadiliko kwenye uendeshaji wa serikali na upatikanaji wa serikali yenyewe. Malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa hayakuwa kukipa chama kimoja uhalali wa kuiba uchaguzi, alafu kijihalalishe kwa kumwalika yule aliyemwibia kwamba mimi nimeshajitangaza, hivyo njoni kugaie nafasi kwenye serikali ili niweze kupata uhalali. Hapana, hayo sio malengo yake, anaeleza Jussa. Anaongeza, malengo ilikuwa kama kuna mgogoro wa kimadaraka, basi kura za wananchi za aliyeshinda na kushindwa ziheshimiwe, kwamba vyama vipate uhalali kuingia katika vyombo kuunda serikali kwa pamoja, lakini hiyo alijaweza kufanyika tangu mwaka 2010 kulipobuniwa utaratibu huu. Alipoulizwa kuwa haoni kuwa wanachelewa kufikia makubaliano, Jussa amesema, unaweza kuona tumechukua muda, lakini kwetu sisi haya ndiyo mambo ya msingi, na tumerudi kwa wananchi kuwaeleza kwa kiasi fulani, kwa kuwa wao ndio tunaowawakilisha, kwamba tunajadiliana na wenzetu katika hili na lile, hatujachelewa. Hata hivyo, Jussa anakiri kwamba baadhi ya wanachama na wafuasi wao wamekuwa na mashaka na msimamo wao wa kuendelea na mazungumzo takriban miezi 7 baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa Rais Mwinyi kutangaza serikali. Tunaingia au hatuingii sio hoja. Ni kweli wananchi wamekuwa wakituuliza jambo hilo, lakini sisi tumekuwa tukiwajibu kwamba kipaumbele chetu sio kuingia au kutoingia kwenye serikali. Hoja yetu ni kuwapo kwa utawala sheria, utawala unaoheshimu matakwa ya wananchi. Haya ndiyo tunaopigania na ndiko tulikokuwa tunataka Zanzibar ielekee kwa miaka yote hii. Anaongeza kwamba tumejifunza kutokana na safari zilizopita. Tumepata uzoefu mkubwa zaidi kwa namna gani ya kushughulika na CCM. Tumefika mahala ambapo kilichopo sio tu migogoro ya kiuchaguzi, kwamba matokeo hayaheshimiwi, uchaguzi umeibiwa au kura zinahujumiwa, bali tumefika mahala ambapo tunasema kuna mgogoro wa mfumo wa kikatiba. Na maanisha kwamba tumefika mahala hata nchi haijijui tunaelekea wapi, sababu unaweza kuwa unaiba uchaguzi, unaiba kura, lakini angalau mfumo fulani upo unafanya kazi. Tokea 2020 tunashuhudia sio tu uchaguzi, bali mfumo mzima unavurugwa na kuibwa. Kuhusu kipi kimekubaliwa na kipi hakijakubaliwa, Jussa anasema hiyo sio kazi yangu kuyasema. Anasema hayo yatatangazwa na waliopewa dhamana ya kuyaeleza. Muhimu ni kwamba hatuzungumzii kugawana nafasi katika serikali, tunazungumzia mageuzi makubwa katika nchi. Hayo ndiyo tunayolenga, amefafanua. Haya na mengine mengi utapata katika gazeti lako la Mwanahalisi ambalo linatoka kila siku za Alhamis. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.